Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimesema leo ni Jumapili ya kinabii. Wakati Mungu alipokuwa akiniambia jambo hili ambalo leo nitalisema, akanikumbusha mambo kadha wa kadha. Mwaka 2002 wakati kama huu, kitu sina kumbukumbu nzuri, lakini nadhani ilikuwa ni kuamkia Jumapili kama leo, ila tarehe naikumbuka ilikuwa ni alfajiri inayoamkia tarehe 29 mwezi wa 12. Kama kumbukumbu zangu ni nzuri, ilikuwa inaamkia Jumapili, lakini kama nimesahau hapo, ninakiri kwamba sina hakika vizuri, ila tarehe ilikuwa 29 alfajiri. Ndiyo siku Mungu alioniambia kwamba jina la kanisa litaitwa Gilgali. Hili jina Gilgali nilipata nikiwa kwenye maombi. Wakati huo sikusudii na sijui kama nitakuja kuongoza dhehebu, lakini nilikuwa naombea kanisa nilikuwa nalichunga wakati huo. Kanisa hilo wakati huo lilikuwa kwenye mpito wa kuhama kutoka kwenye jengo la kupanga. Tulikuwa tumepanga tukifanyia ibada kwenye ukumbi wa kupanga au wa kukodi, tukiwa tunatakiwa kuhamia kwenye kanisa ambalo lilikuwa tumeanza kulijenga. Tulikuwa tumeanza, sio kwamba kulikuwa na jengo, kulikuwa na nguzo, lakini tuliamini tumeshajenga kanisa tayari na tunahamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikuwa tumepanga kuhamia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2003. Kwa tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2002, tukiwa tunataka tarehe 1 twende kwenye kanisa jipya au jengo jipya linaloanza kujengwa. Alfajiri nikiwa najiandaa kwa ibada ya Jumapili hiyo, ambayo maandiko niliyosoma yanatoka kitabu cha Yoshua, na leo nilipokuwa nikimwomba Mungu kwa ajili ya namna takavyoongea na kanisa leo, akanirudisha kwenye jumbe zile zile za tarehe 29 mwezi wa 12 2002 kutoka kitabu cha Yoshua. Haleluya. Ambao ndio siku Mungu alioniambia jina la kanisa litaitwa Gilgali. Na wale mliokuwepo miaka hiyo, tulipoenda eneo jipya la kusalia, mimi bila kujua kwamba Mungu aliposema Gilgali alimaanisha huduma pana nitakayoiongoza, kile kituo nikasema kitaitwa Gilgali, lakini chini ya jina la dhehebu kubwa, jina kubwa la dhehebu, lakini chini yake kuna kaneno Gilgali, kama ambavyo makanisa mengine yanafanyaga, Betheli, si Gosheni, si mambo gani hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nikasema Gilgali kwa sababu akili yangu ilijua ndio maana yake Mungu kuniambia. Nikuja kuelewa baada ya miaka mingi kwamba Mungu alikuwa anazungumza kitu tofauti na kile nilichoelewa hiyo siku. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ndio baada kasema leo tuko kwenye ibada ya kinabii. Kwa asubuhi ya leo Mungu akanikumbusha hayo maneno ya mwaka 2002. Siku ile nakumbuka ujumbe niliohubiri hiyo siku, sijausahau. Nilikuwa nasema kwamba makuhani wanapobeba
sanduku la agano la Mungu kwa ajili ya kuvuka Yordan, wewe usibaki nyuma. Sanduku la Mungu lisikuache, ndio ulikuwa ujumbe wa siku hiyo, na ukumbuka vizuri, kutoka Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome maandiko, ni mengi kidogo, lakini nitayasoma yote ili nikianza kuzungumza tusio tunaenda kusoma. Naomba fungua Biblia yako, kitabu cha Yoshua sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 16. Yoshua sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 16. Baadaye tutaendelea sura ya 4 kitabu hicho mstari wa 4 mpaka wa 8, na baadaye mstari wa 9. Sura hiyo ya 4 kwa lugha nyingine 4 mpaka 9. Baadaye tutaruka kidogo tusome sura hiyo ya 4 mstari wa 19 mpaka wa 24, na baadaye tutaenda sura ya 5 mstari wa 10 mpaka wa 15. Naomba nisome Yoshua sura ya 3 mstari wa 5 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema, Yoshua akaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kisha Yoshua akawaambia makuhani akasema, liinueni sanduku la agano mkavuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nawe uamuru hao makuhani waichukuao sanduku la agano, ukaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Basi Yoshua akaambia wana wa Israeli, njoni huku mkiasikia maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hatakosa kuwatoa mbele yenu Mkanaani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgirgashi na Mwamori na Myebusi. Tazama, sanduku la Bwana, sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. Basi sasa toeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukua sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chuguu. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliochukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliochukua ile sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliochukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakaa chuguu mbali sana huko Adam, mji ule ulio karibu na Sarefani, na maji yale yaliyoteremkia bahari ya Araba, yaani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Sura ya 4 mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 inasema, basi Yoshua akawaita hao watu 12
aliokuwa ameweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Na Yoshua akamwambia, haya, piteni ninyi mtangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende pale katikati ya Yordani, mkatoe kila mtu wenu jiwe moja begani mwake kwa kadiri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu, hapo watoto wenu watakapouliza ninyi katika siku zijazo wakisema, ni nini maana yake mawe haya? Ndipo mtakapowaambia, ni kwa sababu maji ya Yordani yatindika mbele ya sanduku la agano la Bwana. Hapo ulipovuka Yordani, hayo maji ya Yordani yalitindika, na mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele. Basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama Yoshua alivyoamuru, nao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Yordani, kama Bwana alivyomwambia Yoshua, sawa sana hesabu ya kabila za wana wa Israeli. Kisha Yoshua akapanga mawe 12 katikati ya Yordani, mahali pale miguu ya hao makuhani waliochukua hilo sanduku la agano waliposimama, nayo yapo pale pale hata hivi leo. Sura ya 5 mstari wa 10 mpaka 15. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali, na wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi tambara za Yeriko, na wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake baada ya wao kuyala hao mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika vilio vya nchi ya Kanaani mwaka huo. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiuso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Haleluya, haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ujumbe ambao nataka kuongea siku ya leo una kichwa kinachoitwa kuvukia mwanzo mpya. Kuvukia mwanzo mpya. Nilikuwa nasoma maneno haya, nikaona Mungu anafanya mkutaniko wa matukio au coincidence of events. Matukio yanakutana ya kinabii. Miaka 40 iliyopita kabla ya hapo, wanapovuka Yordani, siku ya 10 ya mwezi wa kwanza wa miaka yao unaoitwa mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisan. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli waliambiwa na Mungu kila kaya iandae kondoo siku ya 10 ya mwezi. Kila kaya iandae kondoo ambaye watamchinja siku ya 14, na huyo kondoo atakapochinjwa ataitwa Pasaka wa Bwana. Na huyo kondoo anapochinjwa hiyo siku, ndio ambao wakishamla usiku huo huo wanatoka Misri. Usiku huo huo mwanzo mpya wa maisha unatokea. Mwanzo mpya wa historia ya taifa baada ya miaka 430 unatokea. Kwa wana wa Israeli wakaandaa kondoo siku ya 10
ambaye siku ya 14 kwa maelekezo ndipo walipomchinja. Hapa tunakuta tena siku ya 10 wanavuka Yordani. Wanavuka Yordani. Kama mfuatilia maandiko nilikuwa nasoma, Biblia imesema ilikuwa siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, yaani tarehe ile ile ambayo waliambiwa andaa kondoo. Tarehe ile ile ndio Mungu alimtuma Yoshua kuambia, kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu katikati yenu. Na siku hiyo ya 10 ndiyo waliovuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walipovuka, wakavuka wakaenda mahali kando kando, si mbali kutoka kwenye mto, upande wa pili, pale mahali panaitwa Gilgali, au Bwana alipaita Gilgali. Wakafanya kambi yao hapo hiyo siku ya 10. Lakini siku ya 14, maana yake wamekaa hapo kwenye hiyo kambi siku 4. Haleluya! Siku ya 14 ambayo ndiyo siku waliondoka Misri, usiku wake wakiwa wamechinja kondoo na kumla wa Pasaka. Siku hiyo ya 14 Mungu akafanya mambo kadha wa kadha. Mambo kadha wa kadha yakatokea. Jambo la kwanza lilotokea likawa ni maadhimisho ya Pasaka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maadhimisho ya Pasaka. Halafu maana yake ile siku waliokula Pasaka Misri ni tarehe hiyo hiyo tena wanakula Pasaka hapo panaitwa Gilgal. Baadaye siku ya pili yake wakala mikate isiyochachwa na bisi, ambayo mikate isiyochachwa ndio siku Mwokozi, siku ya Pasaka ndio siku pia Mwokozi Yesu alikuwa msalabani. Kuunganisha matukio, ndio siku Yesu alikuwa msalabani. Siku ya pili yake mwili wake huko kaburini, ndio siku wanakula bisi na mikate isiyochachwa. Haleluya! Mikate isiyochachwa inaongelea mwili wa Yesu aliyekufa akiwa na mwili ambao hauna doa lolote la dhambi. Mkate usiochachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya pili yake tena, maana yake siku 2 baada ya Pasaka, maandiko yanasema mana ikakoma, ambao kwa Yesu ndio siku ya ufufuko. Wakala mazao ya nchi, wakala viliwa vya nchi, siku ile ile ambayo miaka kadhaa baadaye ndio Yesu aliyofufuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Sasa nisikilize, Mungu nirudi nyuma kidogo, siku ya kuvuka sasa, maana yake siku ya 10. Ile siku ya kuvuka Mungu akamwambia Yoshua mambo kadha, maelekezo. Akasema makuhani watasimama katika Yordani, na watakapokuwa wameweka miguu katika Yordani, maji yaliyoko upande mmoja yanakotokea yatasimama na si karibu. Kama mmesoma vizuri, ni mbali sana, sikumbuki kama ametaja kilomita au dhiraa, ila ni mbali. Mahali panaitwa Adam,
Bwana Yesu, mstari wa 16 sura ya 3, ndipo hayo maji yakashuka yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakafanya chuguu mbali sana. Lile neno mbali sana umelisoma? Kwa sababu najua inawezekana ulikuwa unafikiri kwamba maji alisimamia hapo, alafu wao makuhani wamesimama hapa. Biblia inasema yakasimamia mbali kidogo, mbali sana, yakasimamia mbali sana, na mahali aliposimamia panaitwa Adam. Tanielewa vizuri? Mahali maji alienda kusimama mbali sana panaitwa Adam. Haleluya! Halafu yale yanayoishiria, yanayoenda upande huu, yanaenda kwenye bahari inaitwa bahari ya Araba au bahari ya chumvi, kwa Kiingereza inayoitwa bahari iliyokufa, yani Dead Sea. Haleluya! Bahari isiyo na uhai. Halafu hapa katikati kuna makuhani wamesimama, wamebeba sanduku la agano la Mungu. Halafu baadaye Yoshua anakuja pale waliposimama kuhani, baada ya maji kutindika, akapanga mawe 12. Tukio hilo likaisha. Akaambia watu 12 wa kabila pia za Israeli waokote mawe hapo mengine 12, wavuke nayo upande wa pili unaoitwa Gilgali. Haleluya! Yoshua alipovuka, yale mawe yaliyokuwa wameenda nayo upande wa pili mabegani mwao wale jamaa 12, nayo pia akayajenga nguzo. Kwa alitengeneza nguzo 2 za mawe 12. Tena makuhani waliposimamia, alipanga mawe 12. Halafu yale aliyochukulia wakavuka nayo Gilgali, naye akaenda akayapanga pia, yakatengeneza nguzo nyingine, ziko 2. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitu gani najaribu kuongea? Ukitazama picha nzima inaongelea mpaka kati ya awamu fulani ya historia na awamu nyingine ya historia, mahali ambapo mpaka wa mambo mawili ya kihistoria inapopishania. Pale mahali ambapo wamesimama makuhani na sanduku la agano, panawakilisha lile sanduku la agano lawakilisha Yesu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Na Yesu ameweka mawe hapo waliposimamia, maana yake pale ni msalabani. Msalaba unabadilisha historia kutoka Adam. Haleluya, sema mbali sana huko Adam. Kuna watu wanaanza kuelewa nachohubiri hapa. Kutoka mbali sana huko Adam. Kwa tunazungumza kutoka huko Adam mpaka hapa Yesu, mpaka hapa msalabani. Kutoka huko Adam mpaka hapa Yesu msalabani, maisha ni mengine. Maisha ya Adam mpaka Yesu yamekomea kule Adam. Maana yake Mungu ameondoa kumbukumbu ya kutoka Adam mpaka Yesu hapa. Haleluya, 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 haleluya. Na kutoka Yesu kwenda upande huu yanaenda bahari iliyokufa. Maana yake kutoka Adam mpaka Yesu, huyo ameuawa. Vya kale na vya vyote, kuanzia utawala wenyewe wa yule mwovu wa kutoka Adam mpaka Yesu,
umepinduliwa na umekufa. Mtu wa mwilini wa kutoka Adamu mpaka Yesu amekufa, amefia hapo, anazikwa bahari iliyokufa, anaenda kuzikwa huko bahari iliyokufa. Maji yalikuwa natoka hapa akiwa hai, yakienda kule amekufa, maana watoka Adamu lazima afe. Mambo ya kutoka Adamu lazima yafe, yanaenda bahari ya maji yaliyokufa, na wenyewe wanakwenda yanafia humo. Hakuna maji yoyote yanayoingia kwenye ile bahari yakabaki yanaishi, yanaenda yakiwa maji hai. Ninaposema maji hai, maana yake yana uwezo wa kutunza viumbe hai, yanaweza kuwa mazingira ya viumbe hai kuishi, lakini yakishafika kule, uwezo wake tena wa kuhifadhi viumbe hai unaishia hapo. Hayana uwezo tena wa kuhifadhi maisha yoyote, yamekufa, yanakufa. Haleluya! Nikaona hesabu, nikagundua leo hii tarehe 28 ni siku ya ni siku 4 kabla ya tarehe 1, kabla tunamalizia mwaka ambayo itakuwa siku ya Alhamisi. Kuamkia Alhamisi tunamaliza mwaka, ukihesabu kutokea leo ni siku 4. Haleluya! Walivuka siku ya 10, halafu siku ya 14 wanakula Pasaka. Kesho yake mkate usiwa chachu. Siku ya pili yake mbana imekoma, maisha mapya ya kula mazao ya nchi yameanzia hapo. Ndio nakasema leo tumeingia kwenye siku ya kinabii, tumeingia kwenye siku ya kuvukia mwanzo mpya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha mambo kadha ambayo Mungu aliyafanya, na ambayo ninajua mimi ya kwangu ameshaniambia. Nilikuwa ninasikiliza Mungu akizungumza na mimi kupitia haya maandiko, akasema jambo fulani ambalo leo silisemi, nitalisema tarehe 1. Nikajua jambo hilo ni kwa ajili ya kanisa. Baadaye wakati nimekuja kwenye maombi ya asubuhi hapa, yale ya kuandaa ibada, nikiwa eneo lile la nyuma ya zile ngoma, ule upande wa pili ngoma zilipo, nikasikia Mungu ananiambia lile ilikuwa ni la kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikafurahi sana. Hilo nitalisema hiyo siku. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini kuna mambo ambayo Mungu nataka kanisa lijiandae. Nataka kila mtu ananisikia siku ya leo ajiandae. Mungu nikaelewa. Nilikuwa tayari nimeshaona kutoka kwenye mambo ya siku 21. Nilikuwa nimeshaona picha tayari ya namna Mungu anavyotaka kufanya, lakini leo nikaelewa zaidi. Tunaingia katika siku za kihistoria. Tunaingia katika siku za kihistoria. Tunapovuka mwaka, inatafsiri kuvukia mwanzo mwingine, kuvukia mwanzo mpya. Na mimi nataka Mungu akusaidie. Ile neno nilisema siku ya mwisho ya maombi, nikasema sikia unachosikia. Haleluya! Sikia unachosikia, na halafu ona unachokiona. Maana yake kama unaona, ona uhalisia wa kila Mungu anafanya. Kama unasikia, sikia uhalisia wa kila Mungu anaongea. Jina la Yesu libarikiwe. Leo jambo Mungu alinipa moja kwa moja, akaniambia waambie sikia mnachosikia, waambie ona mnachokiona. Akimaanisha kama unasikia, sikia kwa uhalisia wa Mungu kila anachokiongea, na kama unatazama na unaona, ona uhalisia wa kimungu kila ambacho anakuonyesha, anakutazamisha. Haleluya, haleluya. Leo nikaelewa Mungu yuko serious. Nikaelewa Mungu yuko serious. Alipokuwa ananionyesha mambo haya,
nikajua Mungu yuko serious. Mungu ananiletea picha ya mambo yalivyobadilika. Picha ya Adamu inakomea pale. Mungu anasimamisha kutokea Adamu, maji yamesimama mpaka watu wa Mungu wavuke. Haleluya, 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 haleluya. Mambo ya kiadamu, mambo ambayo ni matokeo ya Adamu. Unajua uharibifu wote ni vitu vya kiadamu. Ulimwengu wa roho unaposimama kinyume na wewe ni vitu vya kiadamu, maana kabla ya Adamu kutenda dhambi havikuwepo. Jina la Yesu libarikiwe. Udhaifu wote ni vitu vya kiadamu. Kila kitu ambacho tunaona kinakwenda kinyume na wewe visinge kuwepo bila anguko la Adamu. Haleluya. Kwa Mungu alichokuwa anaongea ni kitu cha kunabii. Ananiambia leo ya kwamba kutokea Adamu maji yanasimama. Haleluya, haleluya. Na hapa katikati amesimama kuhani, ndio mahali pa kuvukia. Na aliposimama kuhani panawakilisha msalaba wa Yesu. Ukipitia hapo unavukia upande wa pili. Haleluya, haleluya. Maji kutokea Adamu hayatakukuta, hayatakutana na wewe, hayana kazi kwenye maisha yako, hayatatenda jambo kwenye maisha yako. Jina la Yesu na libarikiwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Haleluya, haleluya. Yakasimama mbali sana huko Adamu. Na wewe unavukia mahali ambapo yani yako mbali sana. Inawezekana hata kuyaona huna uwezo wa kuyaona, na uwezekano wa kukufikia hayapo. Na yaliyoenda yamesha kwenda bahari iliyokufa, nayo tena hayana uwezo wa kukudhuru tena, hana uwezo wa kuingilia jambo lako lolote. Yaliyoenda yameingia bahari iliyokufa, ambayo hajaja yako huko Adamu, na wewe uhusiani nayo, maana unapita kwenye sanduku la Bwana, mahali ambapo jamaa aliweka nguzo, akimaanisha msalaba umesimama, na watu wa Mungu wanavukia hapo kwenda upande wa pili. Haleluya. Ndio maana nikasema somo linaitwa kuvukia mwanzo mpya. Haleluya, haleluya. Kuvukia mwanzo mpya. Wana wa Israeli wakavuka. Walipomaliza kuvuka, vitu kadha vikatokea. Jambo la kwanza utokea nimeshalisema, wakasherehekea na kula Pasaka. Baada ya kukaa hapo siku 4, maana walivuka siku ya 10 ya mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumebakiza siku 4 kuvuka mwaka. Yaani hii vukaji ya mwaka huu, haleluya, hii vukaji ya mwaka huu hatuvuki tukibadilisha tarehe, tunavuka tukibadilisha historia. Tunavuka tukikutana na ratiba za kimungu ambazo historia yetu haijawahi kuexperience kwa miaka mingi. Vizazi vilivyopo sasa, labda hayo ni ya vizazi vingi nyuma huko. Vizazi vikaa kwenye utumwa, lakini kina kizazi leo kinavuka Yordani, kinafika ng'ambo ya pili. Mungu anasema miaka 40 imefika, tunakula Pasaka. Wakala Pasaka. Kesho yake mikate isiyochachwa. Siku ya pili ya hiyo siku ya mikate isiyotiwa chachu, wakala mazao ya nchi. Kwenye sikukuu za wale mnaosoma Biblia inaitwa sikukuu ya malimbuko. Kwenye zile sikukuu 7 za Kiyahudi, ile inaitwa siku ya malimbuko. Na ndio Yesu aliyofufuka ili awe limbuko lao waliolala. Yesu alifufuka siku ambayo Wayahudi wanasherehekea kwenye utaratibu wa sikukuu zao, siku ya malimbuko, ili na yeye awe limbuko la waliolala, la watakaofufuka katika yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Siku ya malimbuko, Biblia inasema mana ikakoma. Hakuna mana tena. Maisha mapya yameanza.
maisha ya jangwa, ladha ya jangwa, haleluya, chakula cha jangwa na kila kitu cha kijangwa kimeisha. Mungu anaingiza watu kwenye kitu alichoita kula viliwa vya nchi. Huu ni mwanzo mwingine. Siku ya malimbuko kuna jambo linatokea, kuna historia inabadilika, kuna lifestyle inabadilika, kuna fursa zinabadilika, kuna connection zinabadilika, kuna neema zinabadilika, kuna upako unabadilika, kuna majira yanabadilika, kuna heshima zinabadilika, kuna nguvu zinabadilika, kuna utukufu unabadilika, kuna kila kitu kinabadilika, kuna mipaka inaongezeka, vitu vingi vitabadilika from siku nne zijazo. Haleluya. Na kuandaa kuvuka mwaka. Siku nne zijazo. Baada ya hapo, sikia unachosikia, ona unachoona. Baada ya hapo, na kushauri leo, sikia unachosikia, ona unachokiona, kwa sababu kuna mambo yatabadilika. Pale mahali walipokuwepo, Mungu akapaita Gilgali, neno linalomaanisha vitu kadhaa. Naomba nikusomee katika tafsiri nilizozipata kwenye study nilizofanya. Nilikuwa nikitafuta kwenye maandishi mbalimbali ya watu wengine maana ya neno Gilgali. Nikakutana maana moja inaitwa mahali pa kuondolewa aibu au laana. Haleluya. Walitahiriwa ili kuondoa aibu ya Misri. Kwa lile jina lenyewe Gilgali panaitwa mahali pa kuondolewa aibu au laana. Mwingine katika tafsiri nyingine akawa ameandika au pakawa pameandikwa Gilgali maana yake mahali pa mwanzo mpya. Jina la Yesu libarikiwe. Gilgali maana yake mahali pa mwanzo mpya. Nikakumbuka, ndio maana nimeanza kuambia habari ya 2002. Nikakumbuka mwaka 2002 Mungu ananiambia jina la kanisa litaitwa, haleluya, mahali pa mwanzo mpya. Na maandishi mengine niliyosoma kwenye maana za neno Gilgali yakawa yameandika Gilgali mahali pa ushindi, mahali pa ushindi. Unajua ni Gilgali ndipo ambapo mambo makubwa kama mawili ya kiushindi yalitokea. Jambo la kwanza, ndipo mahali ambapo vita vingi vyoteka miji mingine walikuwa nafanyia yale maandalizi ya vita. Kambi ya Gilgali hawakuivunja mapema. Waliteka Yeriko wakitokea Gilgali, wakaenda kuteka Ai wakitokea Gilgali, wakaenda kuteka miji mingine ya Waamori kama 5 hivi wakitokea Gilgali. Walitumia ile kambi kwa muda mrefu, na kutoka kwenye ile kambi wakapewa maeneo kadha wa kadha. Jambo la pili ni Gilgali ndipo Yoshua alipokutana na mtu ambaye alijitambulisha, mimi ni jemadari wa majeshi ya Bwana. Ndipo strategy za namna ya kuangusha Yeriko alipozipokelea Yoshua baada ya kukutana yule Bwana. Yule jemadari wa majeshi ya Bwana, Yoshua kamuuliza, Bwana wangu aniambia nini? Akamwambia, vua viatu vyako. Sasa yale maelekezo mengine hayakuandikwa moja kwa moja kwamba akamwambia sasa zunguka Yeriko mara 7. Lakini kujua connect mambo utaelewa baada ya yale aniambia nini, ilizaa vua viatu, na kwenye kuvua viatu ndio maelekezo mengine yakatoka. Haleluya. Mnakamataje Yeriko? Jina la Yesu libarikiwe. Na kwa sababu ameandikwa kwenye sura ya mbele yake, unaweza usiwe namna ya kuyaunganisha.
maana hawi askari yako sura nyingine, yale ya utaratibu wa namna gani wakamata Yeriko yako sura ya mbele yake. Kwa ukisoma haraka haraka unaweza usiweze kuyaunganisha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Gilgali, mahali pa ushindi. Mwingine kaandika Gilgali, mahali pa kukumbuka matendo makuu. Haleluya. Mahali pa kukumbuka matendo makuu. Maana yake Yoshua alijenga nguzo kwa mawe 12, na halafu akawaambia wana wa Israeli, maana hizi nguzo ni hivi, baadaye watoto wenu watawauliza hii nguzo ina maana gani? Mtawaambia hii ni ukumbusho kwamba Mungu alikausha mto Yordani kama alivyofanya kwa bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakapita kwa nchi kavu kwenye mto Yordani. Ndio message yake. Na ile nguzo ikasimama mahali panaitwa Gilgal. Kwa mwingine akawa ameandika kwamba Gilgal ni mahali pa kukumbuka matendo makuu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kitu gani nachoongea sasa? Nachoongea ni kwamba Mungu alichoka ananiambia kuna connection ya ile tarehe kama hii ya mwaka 2002 na hii tarehe ya leo, na masaa ni yale yale. Siku aliyoniambia jina litaitwa Gilgali ni karibu masaa yale, ilikuwa around saa 11 alfajiri. Nimeamka kwenye saa 9, nikawa naendelea kutafakari na kuendelea kumuuliza Mungu, leo itafananaje na naongea nini na nini na nini. Ilipofika kwenye saa 11 kasoro kidogo, nikasikia naelekezwa kusoma huku kwa Yoshua. Wakati nasoma huku haya maandiko, ndo ujumbe ukaja huo. Haleluya, haleluya. Kuvukia mwanzo mpya. Wakati nasoma kuvukia mwanzo mpya, ndo nikaanza kukumbushwa ile ya mwaka 2002. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nikasema yes, this today is prophetic. Haleluya. Hii ya leo ni ya kinabii. Nami nasema watu wa Mungu, jiandae kwa kuvuka kwa jina la Yesu. Jiandae kwa kuvuka kwa jina la Yesu. Kuvuka kwa mwaka huu sio kuvuka tarehe, sio kuvuka majina ya miaka, ni kuvukia maisha mengine, ni kuvukia historia nyingine, ni kuvukia kibali kingine, ni kuvukia neema nyingine, ni kuvukia milango iliyofunguliwa mingine, ni kuvukia mageuko mapya katika maisha yako, ni kuvukia neema ya kiwango kingine katika maisha yetu. Naomba Mungu akusaidie kupokea. Mungu akusaidie kudaka. Mungu akusaidie kuamini katika jina la Yesu. Kuna jambo leo Mungu analifanya. Kuna jambo linatokea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu akanionyesha coincidence ya matukio inayoangukia siku ya leo. Yaani maana yake alikuwa ananiambia siku ya leo inafanana na mabadiliko kutoka Adamu kuja tulipo. Kuja Yesu. Haleluya. Nini kimetokea? Kwenye wakati wa Adamu ilikuwaje, na sasa baada ya Adamu wa pili kuna nini? Haleluya. Mungu akanionyesha sio coincidence, kuna mpango, kuna kusudi kutoka Adamu. Haleluya, haleluya. Mambo ya kutoka Adamu yanasimamia huko Adamu. Wangapi wanamwamini Bwana kwa mambo kwenda kusimamia huko Adamu? Mambo yanasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Mambo yanasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Wanaoamini waseme amina zinazotosha. Mambo yanasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Mateso yanasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Laana zinasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Kushindwa kunasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Kuonewa kunasimamia huko Adamu
kwa jina la Yesu Kristo. Kushushwa kunasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Aibu na laana inasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Kuchoka kunasimamia huko Adamu kwa jina la Yesu. Sema mbali sana, mbali sana, mbali sana, mbali huko Adamu, vinakaa huko Adamu, vitabakia huko Adamu, mbali sana, wala sio karibu na mimi, sio karibu na mimi, havinikaribii, havikai karibu na mimi, vinabaki mbali, mbali sana huko Adamu. Katika jina la Yesu naomba tusimame. Wala tuhitaji kuomba. Haya mambo Mungu ameshayafanya. Haya mambo Mungu ameshayafanya. Ni kanuni ya kiroho na ni sheria ya kiroho. Udhihirisho wa jambo lolote ambalo Mungu analifanya unatokea baada ya matamko. Haleluya. Mungu alishaponya viwete, lakini udhihirisho ilikuwa ni lazima Petro aseme, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nikupacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu simama uende. Madhihirisho yote ya mambo Mungu amefanya yanatokea kwa matamko. Panatokea matamko, halafu anadhihirisha, yanaleta kwenye udhihirisho kile ambacho Mungu tayari amekwisha kukifanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu anatupa siri hiyo. Anasema ukiona afanya jambo lolote ni kwa sababu nimemwona Baba analifanya. Maana yake kila muujiza uliotenda Yesu ulitangulia kutendeka na Yesu akaona umetendeka, halafu akautamka, halafu kadhihirika. Haleluya, haleluya. Kila jambo Yesu alisema kwa sababu nimemsikia Baba amelisema. Kwa kila neno Yesu alisema linakuwa neno limeshasema tayari na Mungu, halafu yeye analisema ili kutokee udhihirisho. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa haya mambo nimesema na Mungu ameniambia na kunihakikishia, sio mambo tunaomba tena, ni mambo mimi nawatamkia adhihirike, nawatamkia yatokee, nawatamkia yawe katika jina la Yesu, nawatamkia yatimie, yaje katika ulimwengu ambao mtayaona katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Amini pamoja na mimi kwamba Mungu ameshatenda tayari. Sema, Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba siku ya leo ni siku ya kinabii kwangu. Umeonyesha muunganiko wa mambo mbalimbali na matukio mbalimbali ya kinabii ambayo yameingia kwenye siku kama ya leo, na kwa sababu hiyo ninakushukuru kwa sababu mimi naingia katika mkondo huu wa kinabii ambao uko tayari kudhihirisha yale uliyokusudia kudhihirisha na umekwisha kuyatenda katika ulimwengu wa roho. Ninapokea nafasi mpya ambayo umeiandaa nivukie ninapovuka mwaka. Ninaipokea heshima mpya ambayo umekwisha kuniandalia ninapovuka mwaka. Ninapokea utukufu mpya ambao umekwisha kuniandalia ninapovuka mwaka. Ninapokea ushindi mpya ambao umekwisha kuniandalia ninapovuka mwaka. Ninapokea kila kitu kipya kama umekusudia kutenda kwangu, kwa familia yangu, kwenye kazi zangu, kwenye afya yangu, kwenye huduma yangu. Siwezi kuorodhesha yote, lakini napokea yote kwa kadri ya orodha ilivyo ndani ya moyo wako na ndani ya agenda yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisikilize. Kwa kuwa Mungu alimpa mamlaka Yoshua kuyatamka yote kwa wana wa Israeli, na kila ambavyo Mungu alimtuma kuyatamka yakawa hivyo. Yoshua ndiye aliyetamka kwamba jiandaeni, kesho Mungu anatenda mambo ya ajabu katikati yenu. Na mimi kama Joshua leo
ndani ya kanisa hili na watangazia, jiandaeni, Mungu anatenda nini ya ajabu katikati yenu kuanzia sasa na mwaka mnaovukia katika jina la Yesu. Jiandaeni, Mungu anawainua kwa viwango vipya ambavyo Mungu anavisema katika jina la Yesu. Jiandaeni, Mungu anakwenda kuwapa raha, Mungu anakwenda kupisha kazi za adui na adui mbele atalipisha. Jiandaeni kutembea katika ushindi katika jina la Yesu. Jiandaeni kuingia katika upaji wa kimungu ambao hamjawahi kukutana nayo. Jiandaeni kuvukia utukufu mkubwa sana ambao hamjawahi kukutana nayo wa kimungu kutokea sasa. Jiandaeni kwa kila lilojema ambalo Mungu amelisema na amelikusudia. Tazama, yamekwisha kuwa, nami nimeyatamka yatimie katika jina la Yesu. Yamekwisha kuwa, yamekwisha kutendwa ndani ya ulimwengu wa roho, ndani ya ulimwengu wa kimbingu, yamekwisha kutendwa, nami leo nayatamka ili vilete udhihirisho kwenye maisha halisi, ndani ya kanisa lake, ndani ya huduma zetu, ndani ya familia zetu, ndani ya afya zetu, ndani ya mambo yetu yote, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Na hiyo kama kuna watu wanaendelea kupona sasa hivi. Hivi ninavyoongea tayari mambo yameanza kudhihirika. Kuna watu wanaanza kupona sasa hivi. Kuna watu wanaanza kufunguka sasa hivi. Kuna aliyekuwa na kifua kimembana sasa hivi ninavyoongea kimeachia tayari katika jina la Yesu. Kuna neema mpya inatokea. Kuna neema mpya inatokea katika jina la Yesu. Kuna mtu alikuwa moyo wake una uchungu mkubwa, lakini hivi sasa hivi anaona kama kumetokea kitu fulani kimepita, alafu wepesi wa Mungu umetokea ndani ya moyo. Hivi sasa tunazungumza, Roho Mtakatifu yuko kazini na yuko anatenda kazi tayari. Hivi ninavyoongea kuna vizuizi vinapanguliwa mbele yako, havitakuwapo tena, na ukienda hutavikuta tena katika jina la Yesu. Kwa mamlaka nilionayo katika Kristo Yesu aliyemtuma Yoshua kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, na Yesu mwenyewe kupitia msalaba wake aliyetuingiza kwenye maisha mengine tofauti na yale ya kule Adamu, na kama alivyonipa mamlaka, na mimi nakuingiza katika udhihirisho wa yale ambayo Mungu ameyasema kwamba tunakwenda kuyabukia. Ninakuingiza rasmi kwa jina la Yesu. Ninakuingiza kwa matamko haya katika jina la Yesu. Unaingia ndani ya uhalisia wa hayo katika jina la Yesu. Ninakuingiza katika uhalisia wa hayo. Ingia kutokea leo katika udhihirisho na uhalisia wa hayo kutokea sasa katika jina la Yesu. Ninakuingiza kwa mamlaka aliyopewa na Yesu katika uhalisia wa hayo aliyonewa na Bwana na aliyokusudiwa na Bwana katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Nakupa heshima na shukrani kwa kuwa umema na mwaminifu, uliyeturidhia na kutustahilisha kwa haya, na sisi tunapokea kwa kicho na kwa hofu, tukijua ulichokisema umekitimiza. Nami naomba heshima na utukufu iwe yako, nasi utufundishe mwaka wote na miaka itakayofuatia kujua namna kuenenda katika haya mapya unayotenda sasa, katika jina la Yesu. Wote tuseme amina na tumshangilie Bwana. Ongeza tena shangwe na mashangilio mengi kwa Bwana. Asante Bwana Yesu.